Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Sintofahamu imeibuka kati ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA na mkandarasi wa ujenzi wa barabara ya Msumi Mbezi, kampuni ya China Leroy 7th Group CRSG, kufuatia hatma ya barabara ya mtaa Upendo uliopo eneo la Makabe kwa pesa ambayo imekuwa haipitiki kwa zaidi ya miezi miwili. Barabara hiyo ilizibwa wakati wa utekelezaji wa mradi wa DMDP, hali iliyosababisha usumbufu mkubwa kwa wakazi wa mtaa huo, hasa katika shughuli zao za kila siku ikiwemo usafiri na huduma za dharura. Wananchi wa mtaa Upendo wamehoji ni kwa nini barabara hiyo haijarejeshwa ili hali mitaa mingine iliyokuwa kwenye mradi huo tayari imesharejeshwa. Walipohoji kwa mkandarasi, walipewa majibu kuwa barabara hiyo haitarejeshwa hadi pale DAWASA itakapohamisha bomba la maji lililopo katika eneo hilo. Taarifa zinaeleza kuwa mvutano huo ulianza rasmi tarehe 2 Februari 2026 baada ya mkandarasi kufika eneo la kazi kwa lengo la kuanza kurejesha barabara hiyo, lakini akashindwa kuendelea na kazi hiyo, akieleza kuwa uwepo wa bomba la maji unahatarisha utekelezaji salama wa kazi za uchimbaji. Mkandarasi alieleza kuwa ili kuepuka uharibifu wa miundombinu ya maji, DAWASA ilipaswa kuondoa au kuhamisha bomba hilo kwanza, jambo ambalo halikufanyika, hali ambayo ilimlazimu mkandarasi kuondoka eneo la kazi bila kuendelea na zoezi la kurejesha barabara hiyo. Siku iliyofuata tarehe 3 Februari 2026, mkandarasi alirudi tena katika eneo hilo, lakini alikuta bomba hilo halijaondolewa bali limechimbwa zaidi kwenda chini. Kwa mujibu wa mkandarasi, hali hiyo haikutoa nafasi salama ya kuendelea na kazi, kwani uchimbaji zaidi ungeweza kusababisha uharibifu na kuathiri huduma ya maji kwa wananchi. Akizungumza na Mwanahalisi TV, injinia wa DAWASA kanda hiyo Daniel Makura ameeleza kuwa mamlaka hiyo inatambua changamoto iliyopo na imekuwa ikishirikiana na mkandarasi katika kutafuta suluhisho la kitaalamu. Ni kweli, maana jana nilifika kwanza. Walikuwa wamechonga barabara, hawajatupa taarifa, wakapasua bomba, tukafika tukaona. Walikuwa na mjumbe wa serikali ya mtaa, akaniambia wanahitaji barabara kushusha chini ili waweze kuingia. Nikamwambia sawa, sababu maji ni ya mgao, wao washushe chini level yao wanaotaka. Baadaye mimi nitaleta timu ije kuchimbia hapa chini bomba, tuihamishe, huduma iendelee usiku, maana maji yetu ni ya mgao. Na maana mgao ukipita mpaka next week watu wanakosa huduma. Tukakubaliana vile, mimi nikaondoka. Nimeleta timu pale saa 1 kasoro. Hiyo kazi haijafanyika. Na mimi maelekezo nimepewa, bomba iungwe, huduma iendelee. Kwa sababu tukaweka watu wachimbaji wakachimbia, tukaunga bomba. Tumemaliza saa 11 alfajiri. Kanipigia ni mama siki ni dada. Nikamweleza hiyo bomba kuitoa mimi kwa maamuzi yangu sitoweza kuitoa. Sawa? Maana maelekezo niliyopewa ni iunge hiyo bomba, huduma iendelee. Sababu jana nilipofika niliwaambia hao watu wa mkandarasi wakati barabara yao level wanaotaka ili sisi baadaye tupitishe bomba yetu. Tukakubaliana, wakasema sawa nakata. Tumeondoka sasa, tunarudi baadaye hawajafanya tulichokubaliana na huduma itakuwa iendelee. Kwa upande wake, injinia wa kampuni ya CRSG anayesimamia urejeshaji wa barabara za mitaa zilizozibwa, Abdalla Musa, amesema kuwa kampuni hiyo haina nia ya kuchelewesha urejeshaji wa barabara bali inalazimika kufuata taratibu za kiufundi ili kuepuka uharibifu wa miundombinu iliyopo. Hadi sasa wananchi wa mtaa wa Upendo wanaendelea kusubiri suluhisho la haraka kati ya DAWASA na mkandarasi, wakitaka barabara yao irejeshwe kama ilivyo kwa mitaa mingine ili kurejesha hali ya kawaida ya maisha yao. Kwenye hiyo njia inaonyesha DAWASA kuna bomba ambayo lilikuwepo. Ile bomba imetolewa. Sasa hiyo ambao wameihamisha na kuweka nyingine, yani ni kwamba wamechimba futi ndogo sana, na wamechimba futi 2. Hasa zile futi 2 inatuwia sisi ugumu kwenye kutengeneza slope ambayo itaruhusu magari kupita. Swala ambalo linatakiwa ni kwamba DAWASA waje, wakate kwanza maji, then tuweke slope. Baadaye wao waje wachimbe ili kufuata kwenda chini zaidi kuweka bomba lao sawa.
Ya, manake tukisema tuendelee na kazi pale, ina maana tunakuwa tunaweka leakage kwenye hizo bomba zao. Tunaipasua kabisa hiyo bomba. Ni jana ndo ambao walikuwa wanafanyia kazi. Kwa baada ya kukata hiyo bomba, then wao wakapewa taarifa ili kwamba mashine leo itapokuwa inakuja kufanya hapo kazi, wao wawepo. Baada sisi kumaliza kazi yetu, wao endelee na kazi yao. Manake kama wanavyoanza kuchimba wao, then wanaweka bomba lao, alafu sisi tukija kuchimba inakuwa shida. Kwa hiyo ilibidi sisi tuanze kuchimba kwanza, then wao wafuatie kuweka bomba yao. Manake sisi tunapochimba inabidi tukate kina kirefu sana kwenda chini. Wao wanapoweka hizo bomba zao zinakuwa zinakaa hapa juu. Kwa hiyo yani bado hakuna ambacho kitasaidia. Ilibidi watufishe sisi tukate kwanza, then wao ndipo waendelee na kazi yao. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.